Shalom, shalom watu wa Mungu. Ni wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na sote tuseme amen. Ni mimi ndugu yako na rafiki yako Prophet Edson Kasim mwana wa Sanga. Ninataka nikuletee jioni ya leo habari moja tu inayohusiana na kutambua utumishi wa kweli. Kutambua utumishi wa kweli. Tunazungumza habari ya kutambua utumishi wa kweli. Maana wasema siku za mwisho watatokea manabii wengi. Lakini utatambuaje kwamba huyu ni wa kweli, huyu si wa kweli? Utatambuaje? Jambo la kwanza, unahitaji umjue sana Mungu uweze kuwa na amani ndani yako. Pili, umruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Mpe nafasi Roho Mtakatifu ndani yako ili aweze kukupa assignment ya huyu wa kweli na huyu si wa kweli. Kwa sababu watu wengi wameingia kuhukumu. Wamejikuta wanaingia kwenye kosa la kuhukumu. Kwenye kosa la kumsema mtumishi fulani yuko hivi yuko hivi. Huna kipimo cha kumpima mtumishi wa Mungu wewe. Mwenye kipimo OG ama original cha kumpima mtumishi wa Mungu ni Roho Mtakatifu, Yesu Kristo na Mungu Baba mwenyewe. Maana wao ndio waliotuajiri. Maana wao ndio waliowaajiri watumishi wa kweli, wanawajua. Sasa wewe uweze kujua, lazima ukubali kutembea katika neema na hekima ya Roho Mtakatifu na ulijue neno. Maana wanasema kwamba ukijua kweli, kweli itakuweka huru. Watu wengi hawataki neno, wanataka ishara na maajabu. Ishara na maajabu yanatendeka kwa watu wasioamini. Yako special kwa ajili ya watu wasioamini. Lakini mtu akisha kuamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi katika maisha yake, huhitaji ishara wewe. Wewe tayari ishara ya kwanza ni wokovu. Muujiza wa kwanza ni wokovu. Kwa hivyo unalihitaji neno, unalihitaji neno la Kristo. Na kama nabii atakwambia jambo likatimia, ndani yake jua ni wa kweli, ni mkweli. Lakini kama halitatimia, basi manake hapo hapana ukweli. Mfano mmoja, kuna habari moja niwahi kuisikia kwenye vyombo vya habari, inazungumzwa kwamba ilikuwa inasema ifikapo mwezi wa 4, ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa kama sikosea wa 7 hivi, wa 8. Mmoja akatamka kwenye vyombo, anasema ifikapo mwezi wa 10, kama sikosea wa 10 ama wa 4, wanaume wote hawatakuwa na nguvu za kiume. Ni nabii huyo. Lakini watu wakaingia na hofu kidogo. Tulipoona mwezi umepita na hakuna waliotangaziwa nchi dunia nzima kwamba hakuna wanaume wote nguvu zao za kiume hazipo. Kwa maana nini hiyo? Hiyo inaonekana kabisa ni uongo. Huo nabii ni wa uongo. Huo ni utumishi wa uongo. Huwezi ukatengeneza issue kubwa alafu isitokee. Maana unapotengeneza issue kubwa kama inaweza kuja kutokea, maana Mungu anakupa na njia ya kuitatua hiyo issue. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pendwa mtazamaji wangu, nataka niseme kwamba mtumaini Mungu, Yesu Kristo mwamini, Roho Mtakatifu usimkosee. Bali akae ndani yako, akuongoze, atakutambulisha nabii wa kweli, nabii wa uongo. Jina la Bwana lihimidiwe na Kristo Yesu atukuzwe zaidi. Nataka nitamke neno juu yako, fanyika baraka katika jina la Yesu. Wewe mama, wewe baba, popote pale ulipo, neema ya Mungu ikakuguse. Uliye mgonjwa, pokea uzima kwa damu ya mwana kondoo. Jina la Bwana na lihimidiwe na Yesu Kristo atukuzwe zaidi. Shalom, shalom.